Bi Elizabeth Patrick Joseph mwenye umri wa miaka 52, mkazi wa kitongoji cha Songambele, kijiji cha Rukenge, tarafa ya Turiani, wilaya Mvomero, mkoani Morogoro, anayesumbuliwa na maradhi ya uvimbe kwenye mfuko wa uzazi pamoja na saratani kwa kipindi cha mwaka mmoja na miezi kadhaa, ni mwenye huzuni baada ya kushindwa kumudu gharama za matibabu, ambapo kwa sasa yupo nyumbani kwake akiugulia maumivu makali bila msaada. Anasema tangu madaktari wa hospitali ya St. Francis Bwagala iliyopo Turiani kubaini tatizo lake hilo, mumewe mzee Alfani Ali Mahundumula anasema awamu hiyo ameruhusiwa kutoka hospitalini kwa kuchangiwa pia gharama za matibabu na wakazi wa eneo lao, huku vichwani mwao kauli ya madaktari ya kuwa wanapaswa kwenda Muhimbili haraka kwa matibabu ikiendelea kupasua vichwa vyao wasijue cha kufanya. Ewe Mtanzania, tafadhali usimwache Mama Elizabeth bila msaada. Kwa pamoja tunaweza kumpa nafasi ya kupona na maisha yenye tumaini kwa kumwezesha shilingi milioni 3 za matibabu. Mimi nimeanza kuumwa na mwaka karibia na nusu. Sasa nimeenda Muhimbili, nimeenda Mwananyamala, nikaenda Shenrodi, lakini hali bado. Gharama nyingi sana nimetoa, lakini kwa hiyo naomba msaada wenu nisaidie. Nimeanza muda mwenzenu. Kwa hiyo niona ene yangu mashasha. Gharama aliniambia milioni, kigemu kimoja milioni 3. Kwa hiyo nikashindwa gharama, lakini sasa maumivu bado, kula sili, kile nitakachokula natapika. Mke wangu kama alivyoeleza alianza kuumwa tangu mwaka wa jana nafikiri. Bwagala kwenda walivyompima, walivyombaini tatizo hilo, walituambia kwamba atoe Laki 7 ndio apate operation. Sasa kulingana na hali ilikuwa tete, na tuliwaambia kabisa, jamani, hali yetu sisi ni tete, hiyo Laki 7 hatuna. Kwa hiyo kuna jinsi. Baada ya kueleza hivyo, alitufungashia tu vidonge, wakatuambia hivi vidonge akatumie, hali itakapokuwa nzuri ya kipesa basi mrudi tena. Kipindi hicho itaka afanywe operation ya uvimbe kwenye mfuko wa kizazi. Basi baada ya kurudi naye hapa, uwezo kawa mdogo tena wa kupata ile Laki 7 kurudi tena Bwagala. Ile hali kuendelea, basi mabinti zake wakamuomba kwamba bana, basi tunaomba huyu mama tuwe naye kule ili na sisi tufanye michakato kule tuangalie. Kwa hiyo ikabidi waende naye kule Dar. Kwenda kule Dar ikabidi waende Muhimbili. Basi ile mizunguko nenda rudi mpaka siku wakatoa jibu kwamba mama ana matatizo ya saratani na uvimbe kwenye mfuko wa kizazi. Kwa hiyo mama walimpangilia aende Ocean Road kwa ajili ya mionzi. Kwa hiyo uwezo ukawa mdogo wa kwenda Ocean Road, yani kwenda kufanyiwa vifaa kama hivyo. Mama alikaa kule, wasilibidi akasema jamani, kulingana na hali basi ngoja nirudi nyumbani. Kurudi naye huko sikukaa naye bure, libidi bado nifanye mchakato wa matibabu. Kwa hiyo kuna jamaa walikuwa walinielekeza kiasi kwamba niangukie tena sehemu nyingine kwa waganga wataalamu. Sasa kila mmoja anambia bwana, mganga fulani bwana anafaa kwa tatizo hilo bwana, akinywa mizizi basi hali itaondoka. Kweli nilijaribu kuzunguka kwa hali hiyo, lakini hali ikawa bado. Kwa hiyo ilibidi nimrudishe tena Bwagala kumpima. Awamu ya kwanza ndio akagundua kwamba mama kaishiwa damu, yani juzi kati hapa. Kwa hiyo alimweka damu. Baada ya kumweka damu ikabidi wakamtoa. Nikakaa naye, baada ya wiki 2 hali ile ikarudi tena, ni tukamwona mtu kuchoka sana. Kwa hiyo ikabidi tumrudishe tena Bwagala kwa sababu tulishamuotea kwamba mama atakuwa kapungukiwa tena damu. Kwa hiyo kurudi kule wakamwangalia, kweli wakagundua kwamba damu na maji yamepungua. Kwa hiyo ikabidi wakamwekea tena chupa 2 za damu na maji chupa 1. Kwa hiyo juzi hapa katoka kama siku ya 4 nafikiri leo tangu atoke Bwagala. Kwa kijijini tu kwetu
mwenyekiti wetu aliguswa na tatizo hili, ndo alituchangia hela kidogo, tulipata kama 50,000 ambao ndo tulifanyia mchakato ujuzi. Tuliongeza kwenye matibabu ya Bwagala alivyolazwa kuwekewa damu. Tanzania wanisaidie, kwa sababu hospitali pale walivyonikabidhisha mgonjwa waliniambia nisikae naye, yani sizidi zaidi ya siku 4 au 5 yawe ameshapelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Yani lengo au dhumuni lao lilikuwa natakiwa kwanza, ilikuwa siku ile ile nitakapomtoa pale nimfikishe hospitali, ila sasa kulingana na hali na uwezo wangu nilishindwa. Lakini sasa tangu nilipokuja naye ndio mpaka sasa hivi bado niko naye nyumbani. Kwa Mtanzania yote atakayeguswa kwa tatizo la mke wangu, naomba msaada. Namba ya simu 0713 44 87 72.